Na huko nasikiza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV, tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini, M23 RDF Lanswev Congo waendelea kukiona cha Mtemakuni tarafani Kalehe. Bukavu, Kansayo yageuka takataka. Uvira, wazalendo hawakuridhika na majibu ya waziri wa ulinzi Guy Mwadiamvita Kabombo. Na mkiwa ni tarehe 9 za mwezi wa 4 2025, ambako kunasikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni asubuhi saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Kumbuka tu kwamba operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na hivyo ili kuungana na Baraka One TV kupitia operation hii, tafadhali tumia namba ambayo unaiona kwa screen yako hapo, na moja kwa moja utahusika katika operation Saidia Mzalendo. Ili pia kuendelea kupata matukio mengine, tembelea Baraka One TV channel 2 kwa description hapo, na hivyo utaendelea kuwa unapata habari mbalimbali kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali jinsi inavyozidi kuendelea huko maeneo ya Luvungi pamoja na plani yote ya Ruzizi. Tafadhali tembelea description ya Baraka One TV kwa matukio zaidi. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Kivu ya Kusini tarafani Kale, ambako magaidi wa M23 Lanswev Congo pamoja na RDF waendelea kukiona cha Mtemakuni kutoka kwa wazalendo. Wiki hii imekuwa wiki yenye mvutano mkubwa kwenye uwanja wa mapigano kati ya waza dhidi ya magaidi wa Lanswev Congo M23 pamoja na RDF jimboni Kivu ya Kusini tarafani Kalehe. Katika mapigano yote hayo, wazalendo wamefanikiwa kuchukua eneo zifuatazo: Bushaku, Lemera, Nyabarongo, Lumbishi, Katale, Kafufula, Mashaka pamoja na Igali ndani ya groupment ya Mbinga ni kaskazini Mubaku na Ziralo. Huku pia waza wakifanikiwa kuchukua silaha mbalimbali kutoka kwa magaidi wa M23 baada ya kipigo kitakatifu. Adui kungamba mtakato ndani ya mji wa mtakato na kuchukua vifaa vyake vyote adui ya M23. Hivi tuko mnaona hapa ni vitu ambavyo M23 imeacha kisha mapambano, kisha kupigwa sana na kusumbuliwa sana na chama NDC Renove ya Lieutenant General Kidoshi Mirai Mwisa. Hapa ni Kanali Sokrate Kabaki Soki. Anachukua hivi vitu vyote pa mtakato na tunavipeleka kudepo kwenye tunaweza tukavitulize kwa faida ya Kongo. Kwa maana ni Munyarwanda alipia ndani ya Kongo na hivi vyote ameviacha Mkongo kisha kupigwa na General Kidoshi Mirai Mwisa. Asante kwa jeshi la taifa kutuangalia na kutusaidia kwa vifaa vyote wanatusaidia. Asante. Hadithi ya pinga. Kwa upande mwingine, magaidi wameiacha uwanja wa Kavumu wazi ili kuendelea kujaribu tena kupigana tarafani Kalehe baada ya kipigo walichokipata, na hivyo majeshi yote kujielekeza huko kwa ajili ya kujaribu kuongeza nguvu kuona kama wataendeleza tena mapigano. Jimboni Kivu ya Kusini pamekuwa ni sehemu hatari sana kwa magaidi wa M23, maana kila wakijaribu kupenyeza
wanakutanana na moto wa wazalendo na hivyo kushindwa kabisa kusonga mbele. Hii ni Baraka1 TV. Bukavu, Kansayo yageuka kuwa takataka. Kuingia kwa magaidi wa RNF Congo M23 pamoja na RDF jijini Bukavu, hali ya raia na mali yake imekuwa mbaya sana. Kambi ya kijeshi inayojulikana kama Kansayo imeharibiwa na magaidi wa M23 na kugeuka gofu, yani takataka. Magaidi hao wamekuwa wakichukua kila kitu cha thamani na kukiondoa, hivyo moja kwa moja wanakivusha nchini kwao Rwanda. Tofauti na jinsi M23 RNF Congo pamoja na RDF wanavyojinadi kwenye mitandao na kusema kwamba wao ni wakombozi, lakini kiukweli ni kote ambako wako wanaingia wako wanaharibu. Tofauti na Kansayo, kambi pia ya kijeshi ya Goma na yenyewe vile vile iliweza kuharibiwa, nyumba zote kuvunjwa na kila cha thamani kunyakuliwa na kupelekwa nchini Rwanda. Haya hapa matukio ya ndani ya Kansayo jijini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Bandugu yangu, ona kisi washafa Kansayo. Ndio Kansayo. Mama we. Mwata umweka ni manjanja kipande njali jengana. Bana murumia bana mwachia. Yo una Kansayo. Yo ji. Njoka yetu. Kwa rafiki yangu Hamisi pale kulishaenda kote. Kansayo ile liko wana demolire Bayomba, Kansayo ile liko wana bomola manjanja ile ya nguvu ile sasa hivi ya Somenki hivi. Yote liko panda mugari vinavuka Rwanda. Sasa nitaka kulomba kiloko wale viko na nguvu ya kusema sema bana tugandamiza hivi na hivi kuma bariere. Simwende mtusemee kwanza kana ile wanatumalizia kule wandugu. Tutekalia tule juu ya bariere ya 100 francs na 200 francs nyeko na lombewa na 1000 francs kama 2000 francs. Manjanje ile iko naenda na magari ziko zinavuka kule Bukavu. Tonekana kama mwanjo tunaonea huyo wandugu. Mwende mtusemee kwa Bukavu kana yule wanatumaliza kule. Mwe mko na mabushu verte nyie mko na nguvu ya kusema vyote mko mnasema nyie mwa Kongo hii. Shia tusemake tena tuko balimu shia tuna nguvu. Kaa yote ile naenda. Nyombeleje achaka na jenga manjanja yote ya nguvu ya milele na milele yangi kufaka ile naenda. Denye kusemaka liko mademokrasia hao. Simpande Bukavu mwende mtusemee. Wasalimia nyie. Na baada ya kuweza kuona matukio yote haya ambayo yanaendelea ndani ya mji wa Bukavu kwenye kambi ya kijeshi ya Kansayo, hii ni Baraka1 TV. Huku unaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka USA, kutoka Canada, kutoka Australia, kutoka Europe, South Africa na kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika Mashariki na Kati. Mnaendelea kusikiliza Baraka1 TV. Ejide Kizenga Tembele kuendelea kuwa pamoja na Baraka1 TV, Shaban Seleman King Sele, wote hao wanasikiliza Baraka1 TV. Na baada ya taarifa zote hizo, moja kwa moja tuingie ndani ya mji wa Uvira. Wazalendo hawakuridhishwa na majibu ya waziri wa ulinzi alipowasili ndani ya mji wa Uvira. Baada ya kuwasili jijini Uvira, waziri wa ulinzi Mheshimiwa Gai Mwadiamvita Kabombo, ambako aliweza kukutana na raia mbalimbali kwenye ukumbi wa meri ya Uvira, na hivyo kupata nafasi kuongea na wanasiasa pamoja na watu wa mashirika ya kiraia, vile vile vijana pamoja na kina mama, na pamoja pia kuongea na wazalendo na askari wa FARDC.
Ujio wake ulikuwa ni wa matumaini makubwa, na huku raia wengi walitegemea kupata matumaini kutoka kwa waziri huyo wa ulinzi. Tofauti na matarajio, wazalendo kwa upande wao wameonyeshwa kutokuridhika na majibu aliyoyatoa waziri wa ulinzi. Kwa nini wanashindwa kupigana na magaidi wa M23? Kwa nini wanajeshi wa FARDC wanakimbia? Na kwa nini majeshi ya Burundi yanazuia wazalendo kuweza kuendeleza harakati za kukomboa Kamanyola? Huyu hapa mmoja kati ya wazalendo akiyazungumza hayo. Asante kwa kunipatia parole. Asante kwa kunipatia akse ya kusema humu msale. Nilisikia makestion yote yenye walipoze ministre, lakini mie kwa niaba wazalendo sikufurahishwa na majibu yenye ministre alijibia. Na ingine kitu napenda kusema ni kuambia ministre kama basi tukamate sie sa vile batoto badogo, basi tukamate sie sa venye hatujui siasa wala sa venye hatukusomaka. Na kama tuliacha familia zetu kunyumba mpaka tunakia riske juu ya inchi, hatuko wajinga, hapana. Na kila jibu yenye ministre ulijibia tulianalize na tunakuta kama kuko kitu hapa katikati yenye mnatuficha. Kuko siasa yenye iko yenye mnatuficha, amupendi kutuambia. Ila tulishaigundua. Sie tungeomba kitu moja. Kama mnayua mlishapana est ya inchi, mutuambie. Hata kama mtatuambilia umu musale, mutuambie awiklo ke tulishapana est ya inchi, kwa hiyo mufasilite bitu, musifie bure. Paske ile tushaiona na tulishaigundua. Lakini sie tutasema hivi, kama mulishapana este ya inchi, mulishafanya maakoro ya kusede este ya inchi, mujue kama itakuwa este mwe province ya Sud Kivu. Donc mutapana province zote za kueste sauf Sud Kivu. Hile hatutaitika muipane pour vos intérêts privés, hatutaitika, monsieur le ministre. Na hii message uifikishe mpaka Kinshasa. Justin Bitakwira alikuya hapa kama coordinateur wetu, tukazania ukuya yake anatuletea message ya mzuri, anatuletea grand chose, lakini alikuya toujours mais vide. Wewe unakuya, tunazania peut-être utatuambia maneno moya ya kuleta espoir,
maneno ya kujenga raia, ya kututia moyo, lakini vile unatuambia ni kutuvunja moyo na kuvunja raia moyo. Na siye atuta acha mtu manipule, na raia haita sede mkila politike yenu mko mnafanya. Tulikuuliza juu ya nini adui iko anapiga, siye atuko tunapiga, tuko tunarekile tu. Ukatuambia que pour mieux sauter il faut reculer. Monsieur le ministre, urekile kutoka Bukavu mpaka Kalemi, saksi basoda walikimbia mpaka Kalemi. Na asante sana ndugu msikilizaji wa Baraka1 TV kwa yote ambayo unaendelea kuwa pamoja na sisi, na huo ndio mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya tarehe 9 za mwezi wa 4 2025. Tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 jioni kwa taarifa zingine zaidi. Saa 12 tutazungumzia hali halisi ya Kansayo na jinsi magaidi wa M23 wanavyoua watu na kuwaweka ndani ya shimo moja. Zaidi ya mili 10 imeweza kugundulika ndani ya shimo moja, na hivyo kufanya watu kuendeleza kupoteza maisha pasipokuwa na hatia yoyote. Na tutagusia kidogo pia na yale ambayo yanazidi kuendelea ndani ya tarafa ya Uvira. Mimi ni Rajab Akili Kabonga, the one and only town DJP. Mengine zaidi tukutanane saa 6 pamoja na saa 9. Chao chao.